Shangilia. Kwa hiyo naomba ieleweke tu kwamba mimi ni chotara wa Kinyakyusa. Ila wazazi wanatoka Tabora wote wawili. Ila unatokea tu kwenye mahusiano yani. Kwa hiyo nina uchotara wa Kinyakyusa, Wanyakyusa wakicheza na washabikia Wanyakyusa. Ricardo Momo. Naam. Mimi bwana ni chotara. Mimi wazazi wangu wote wanatoka Kaliua Tabora, lakini nimewahi kuwa kwenye uhusiano mzuri sana na Wanyakyusa, na timu za kutoka Mbeya huwa zikicheza na kuwa upande huo. Wewe una asili ya Kariakoo, Dar es Salaam. Kwa hiyo na Kariakoo ikicheza huwa unakuwa upande huo. Nakuwa upande huo, kutoka Kariakoo. Bana, tuanze najua Ricardo Momo umetazama mechi ya Mbeya City dhidi ya Yanga Afrika. Hii inatajwa kuwa mara ya 5 ugenini Yanga hatoki kwa Mbeya City. Kipi kinawasumbua Yanga kwenye kumfunga Mbeya City anapokuwa Sokoine Stadium? Kwenye football hivyo vitu hivyo ni kawaida. Unaweza ukawa timu bora lakini ikatokea timu ambayo inakupa wakati mgumu. Mfano Barcelona ya Pep Guardiola. Ilipata wakati mgumu dhidi ya Real Sociedad. Mchezo mzuri Ndio. Baka yenyewe kwa Xavi next again. Lakini ilipata wakati mgumu dhidi ya Real Sociedad. Real Madrid ya kipindi hicho kina Raul Zidane Gonzalez kwa Real Mallorca. Ndio. Alafu ikaja akaja AC Milan ya moto kipindi hicho. Ilikuwa wakati mgumu kwa Udinese. Ikuja Manchester City Pep Guardiola ilipata mgumu kwa Crystal Palace. Ilikuwa chagui kwa kufungwa nyumbani na fungwa mpaka na ugenini. Shamba mzuri. Ndio. Kwa katika mpira lazima atokee mpinzani ambaye atakuwa ana record na wewe ya kukupa wakati mgumu, kwa sababu hii ni ligi, kuna mechi nyingi. Haiwezekani wewe ukawa mbabe wa watu wote. Lazima atokee mbabe wako na yeye. Sasa mbabe wako kitokea haimaanishi kwa ni mkubwa ama ni mdogo. Yote yule. Kwa hiyo Momo, kama nakuelewa vizuri, Mbeya City ni mbabe wa Yanga. Iko hivyo kwa sababu ukiangalia ni katika mechi hii mechi ya 9 ama sikosei, Yanga ameshinda mechi 2 tu. Lakini na hapo nyumbani Yanga anafikia na anapata wakati mgumu dhidi ya Mbeya City. Kwa hiyo niseme tu kwamba Mbeya City anamweza Yanga. Niseme katika lugha hiyo, Mbeya City anamweza Yanga. Okay. Kuna baadhi ya matukio ambayo yametokea sasa, kwa sababu hii ni redio, inabidi tumueleze mtu aweze kufahamu. Kwa maoni yako, kuna incidents imetokea ina dalili kwamba Yanga Afrika amenyimwa mkwaju wa penalty. Jicho lako wewe limetazamaje lile tukio? Kweli kuna kama matukio kama mawili. Mmoja ilikuja kuona kapiga kichwa mchezaji Yanga alipiga kichwa akashika beki Andabwile, kwa sababu pale mpaka kwa msaada VAR pale. Ni matukio ambayo si rahisi kuyaona kwa kawaida. Kwa hiyo kwa wewe ambaye ulipata nafasi ya kuangalia kwenye TV, Yanga amenyimwa penalty ngapi kwa maoni yako? Yaani kusema amenyimwa ni uongo. Kwa sababu gani? Ni matukio, unajua kunyimwa maana yake ingekuwa kuna system ya VAR, ningesema Yanga amenyimwa. Kwa kuwa hakuna system ya VAR, wote kusema Yanga amenyimwa kwa sababu ni matukio ambayo kwa jicho la haraka huwezi kuona. Kwa jicho la polepole, kwa jicho la polepole ni matukio mangapi ambayo yametokea kwa mtazamo wako unadhani ingeweza kuwa penalty? Ni moja sana ni moja. Ni tukio moja. Pia kichwa akaushika beki ile unaweza kusema ni penalty. Ile nyingine ilikuwa na kona nyingi. Kwenye kona hivi. Nyingine hii ya Boeli kwa sababu amekaa kutani ukiangalia kama anateleza, mwingine wakati yeye anateleza jamaa kama alizeni mkono yake. Kwa hiyo ni 50-50. Si sana. Hii kama ziara ingekuwepo hii nayo ingekuwa ina utata, na wengine wangesema ndio, wengine wangesema sio. Okay. Ni ile ya kushika ile pia ina tatizo. Lakini nayo ilikuwa ni ngumu kuona kwa jicho la haraka. Mpaka jicho la marejeo inamaanisha VAR. Kuna tukio pia linaweza likatafsirika kama la utovu wa nidhamu. Alionekana Ibrahim Baka
ni kama kampiga mtu hivi na teke la punda. Unadhani kwenye lile tukio pengine adhabu ya kadi nyekundu ingeweza kutokea kwa Baka? Ingeweza kutokea, lakini ndio hayo ninayomaanisha hayo, kwa sababu inakuwa ni matukio ambayo yanakuwa yenye mchanganyiko wa vurugu ndani yake. Kwa jicho la haraka haraka maamuzi huwezi kuona. Ni matukio ambayo kaka kungekuwa kuna sheria ya VAR ndio angeamua nini kifanyike. Shafahamu vizuri? Yes, lakini Momo, unajua mimi nimekupigia, najua hatuna VAR. Mimi nataka kupata opinion ya kwako. Ile kisheria ile ni kadi nyekundu. Hilo ndio niliokuwa nataka yani. Amepiga mwili wa mwenzie kama Bruce Lee ama Donnie. Kwa kucheza fair play. Ndio. Na tukio ambalo ni sababu kapiga katika maongeo ambayo kisheria ukipiga mwenzie kimakusudi kisheria ni straight red card. Na pale ni kama maeneo kama ya ikulu hivi kwenye mwili wa binadamu. Eneo lote lile ukifanya kwa makusudi ni kadi nyekundu. Eneo lote lile wanamaanisha kwamba unahatarisha hali ya usalama wa mchezaji wetu. Kwa sababu nzuri. Ndio. Kwa hiyo kama ameponyoka pale. Ndio. Na hakika kwenye kamati ya masaa 72 hatoponyoka na hakika. Okay, Momo kumekuwa na hisia tofauti kabla hata ya mechi ya leo juu ya kiwango kinachoonyeshwa na kocha Falls. Na wako watu wanapaza sauti kwamba timu kubwa kuliko kocha, timu haichezi vizuri. Maoni yako ni yapi kwa kocha wa Wananchi? Kifupi kwa hivi Oscar ndugu yangu, wenyewe wanasema inategemea unakuja kufundisha timu gani. Yanga kufikia sio timu tena ya kujitengeneza wala timu ya kutoa muda. Yanga ni timu ambayo set standard ambayo inahitaji kuzidi kuwa kubwa zaidi. Shamba mzuri kuzidi kuwa kubwa zaidi. Mfano mmoja tu. Iko mfano ambao tuliona kwa Yanga hiyo acha kuondoka. Wakati standard anaiacha Nabi, ndio na biacha Yanga kwa standard ambayo wanakuwa bingwa FA, kwa bingwa ligi, standard kubwa mchezo finali shirikisho. Shamba mzuri ni standard. Wakati Nabi anaondoka, mashabiki wengi na watu wengi wakawa na hofu, nani atakuja kuziba pengo na kuendeleza ile kasi na ubora Yanga na kutoa pale kwa Nabi kufika mbali zaidi. Shamba mzuri. Alipokuja Gamondi mwezi ule mwezi wa kwanza tu wa Gamondi alitoa mashaka yote ya Nabi. Watu wakamsahau Nabi. Ule mwezi wa kwanza tu wa Gamondi. Kile ambacho alichokitengeneza kikafanya kwamba watu wakajenga matumaini na Yanga kaenda next level. Tumeshuhudia mpaka kuona dhidi ya Mamelodi ugenini Yanga hatua ya mwisho tunaamua sio watu waicheke Yanga imetoka, watu wanaamua goli si goli. Ushafahamu mzuri mpaka msimu unaofuata akaondoka Gamondi, akaja Ramovic. Uliona ndani mwezi mmoja uliona alichofanya mpaka Ramovic anaondoka. Sasa anakwenda Belouizdad, mashabiki wakawa wana pain, wana maumivu, sababu washaona mwalimu mwingine anajitengeneza na wameona impact yake jinsi Yanga ilivyokuwa inacheza na inapata matokeo. Akaondoka Ramovic, amekuja Melu. Shabamu mzuri amechukua Yanga, hakuna aliyelalamika kwa sababu aliset standard ambayo Yanga wameridhika nayo na akafanikiwa kuchukua makombe 5. Momo, kwenye hiyo mifano yote ambayo umenipa, unataka kusema kitu gani kwa kocha Falls? Na maanisha nini? Kocha Falls amekuja nafikiri na mwezi sasa. Kutoka pre-season nikaanza nayo timu makaje kuta pre-season. Anaupiga mwingi, haupigi mwingi. Kivupi kwa mpaka sasa hivi ameshindwa kutuonesha Yanga anaipeleka wapi. Kama tunaona kama anarudisha kule Yanga bakuli. Lakini Momo, ukijaribu kutazama matokeo kwa mfano kwenye Champions League, Yanga amefuzu kwa aggregate ya bao 5 kwa 0. Huko nyuma rekodi yake ya mechi ambazo amecheza, kashinda dabi, kashinda karibu michezo yote. Nini mashabiki na wapenzi wa Yanga wanakiona Falls hawezi kuwafikisha kwenye nchi ya ahadi? Yaani ndio maana nilikutajia makocha watatu waliopita walikuwa washindi tu. Yaani Yanga achukua pointi 3. Walikuwa wanashinda na kwa swali yaani wanashinda na uwezo mkubwa. Yaani mpinzani anamilikiwa 100%.
Yaani unaangalia Yanga mpaka siku pili, hata kama una kazi zako unataka kujifanya saa 10 unagairisha ili ukaangalie burudani. Ushafa mzuri. Yaani ukiangalia Yanga uchanganya mambo mengine. Lakini kwani burudani Momo ni nini yani, wakati timu inakula pointi 3, timu imefuzu stage inayofuata Champions League, unataka burudani gani nyingine tena? Burudani kwanza namna timu inavyocheza, inavyomiliki mpinzani, inavyotengeneza hata hayo magogo yenyewe. Unajua goli inatakiwa inavyoandaliwa, kwani mshabiki unajiandaa kushangilia, so surprise. Yaani mshabiki anajiandaa kwamba ile goli hilo nzuri Momo, nina kitu cha mwisho tu na wewe, kwa sababu kuna mahali unanipeleka sitaki kwenda huko yani. Kocha Nasreddine Nabi anaonekana yuko mjini, na watu pale Kariakoo wengine wanasema bwana nyekundu na nyeupe, wengine wanasema bwana daima mbele nyuma mwiko. Wewe ni mfalme wa Zandani. Nabi anaelekea wapi? Mimi niseme tu, ukimwona kuku kwa mganga unajua ile mponza ni rangi yake basi. Momo bado bwana. Mimi natoka mbali Kaliua. Mganga nani? Na Nabi ana rangi gani? Ukimwona kuku kwa mganga unajua ile mponza ni rangi yake. Kwa mganga kwenye nyekundu na nyeupe. Unajua mwenyewe. Maana kwa mganga hivi, kwa mganga kuna njano na kijani kweli? Toke wapi? Nyekundu na nyeupe na nyeusi. Makata na subiani rangi yake. Momo, mimi issue za waganga kwa kweli, mimi tangu nianze kuona waganga huwa naona ni nyekundu na nyeupe. Hivi au kuna waganga wa siku hizi? Unajua kuna waganga nani wa AI. Nimewaona wana kijani na njano Momo. Wapo waganga na vango nyeusi. Wapo wanaovaa nyeusi. Au hizo nyeusi zinafungiaga tu power bank. Kwa nafikiri Bana Momo, mimi nakushukuru sana ndugu yangu. Haya. Nyeusi inafungia nini? Power bank. Bana ndugu yangu Somba. Naam. Matokeo ya Mbeya City karibu mechi ya 5 wakiwa nyumbani dhidi ya Yanga Afrika. Yanga hajawahi kuchomoza na ushindi. Wanapatia wapi kwenye kumzuia Yanga Afrika? Mbona kama wamemzoea hivi, wanammudu? Kwanza Mbeya City wanajua kutumia home ground advantage, nyumbani pale mashabiki, umenielewa? Zipo mechi ambao wakija Dar es Salaam wanapoteza, lakini tazama namna ambavyo ukicheza ukiwa nyumbani, mashabiki ambao wanakusapoti, ardhi ya nyumbani unazijua kona zote, na watu wengine watakuja tu na visingizio, sijui uwanja sijui nini, lakini Prison mbona akapata ushindi kwenye uwanja huo, amemfunga KMC goli 1-0 msimu huu. Sasa cha kwanza wanajua kucheza, na katika dimba lao la nyumbani ni silaha kubwa katika soka, kujua vizuri kutumia uwanja wako wa nyumbani. Lakini ukitazama mchezo wa leo, jana tulikuwa tunazungumza hapa kwa maana kwamba miongoni mwa makocha ambao mimi na wahusudu tuko naongea Malale 50, Ahmad Ali huyo wa JKT na Malale 50 ameprove leo kile ambacho nimekisema. Tazama namna ambavyo amesema mimi huu mchezo kwangu naenda kusaka ushindi pia. Lakini nadhani kama ilikuwa ni kama mind game, kwa sababu amesema nitaweka washambuliaji wengi, lakini mshambuliaji alikuwa mmoja ambaye anakabwa, kwa maana kwamba washambuliaji wa Mbeya City walikuwa wanakosa ule ufanisi tu katika kumalizia, walikuwa wakitupa tu mipira inakosa muendelezo. Tazama hata nafasi ambayo waliipata mwishoni, mshambuliaji wa Mbeya City kampunguza mtu vizuri, kapasia uwezo wa Diala, ule uwezo wake binafsi ameweza kusave, lakini walikuwa hawaruhusu, walikuwa very compact Mbeya City, hata mipira kupita nyuma yao kwenye safu yao ya ulinzi ilikuwa vizuri, na namna ambavyo walikuwa wakicheza mipira mingi ya juu, kwa sababu kweli uwanja si rafiki. Ndio maana Yanga kuna muda walikuwa wanatumia mipira ya juu ili kwa ajili ya kuweza kuvusha pasi, lakini wao walikuwa wanawini katikati. Malale kaweka viungo takribani 5. Ukitazama ile mechi Yanga walishindwa kupita kati,
na wana idara nzuri sana ya viungo, akina Pacome, akina Dumbia, akina Juke na viungo wengine, akina Azizi Ndabwile. Lakini imekuwa shida kwa sababu Malaria alijaza viungo wengi na kuweka mshambuliaji mmoja na kuweza kumdhibiti mshambuliaji mmoja wa Yanga ambaye Boyeli alikuwa kama anapata changamoto. So ukija katika mchezo huo leo, hivyo vitu ambavyo vimeweza kusababisha kupata walau alama moja, na kwangu mimi nawapongeza pia Mbeya City kwa sababu wameingia kwa ajili ya kushindana. Unajua watu tunaangalia zaidi upande wa Yanga, kwa nini hajashinda? Tutarudi huko.